Labda Bwana anataka tuzidishe utakatifu katika maisha yetu. Labda kuna kazi maalum Bwana amepanga uifanye mwaka huu. Kwa hivyo tusipokee neema ya Mungu bure. Kuna malengo katika mwaka huu. Kwa hivyo ikiwa kuna mwenzako amelia sana aone mwaka huu na akazuiliwa na Bwana, na wewe hata hukulia, lakini umepatiwa tu kuona mwaka huu, halafu uchukulie tu hiyo rahisi, basi kuna wengine wao wanaanza mwaka lakini ujue hawamalizi mwaka, na hatujui ni nini kinaendelea. Maana amevuka mwaka, lakini kuvuka mwaka sio kumaliza mwaka. Sema amen. Na nikiongea hivyo sikutishi, na mimi ni mtu wa kuongea ukweli tu, kwamba usichukulie ama usipokee hii neema ya Mungu bure. Ni kwa sababu nataka tu uone thamani ya Mungu kwa maisha yako kwa hii 2026. Nasema nini? Kwamba ushikilie vizuri wokovu wako. Watu wengi huwa wakiwa kanisani wanataka kufanya vile wanavyotaka, lakini sisi tumenunuliwa na damu ya bei ghali sana. Kuna mtu alikufa kwa ajili yetu, alitununua, alituoa. Kwa hivyo tunafaa kuishi kulingana na mapenzi yake yeye aliyetununua. Wakati wetu uliobaki kuishi hapa duniani, tusifanye mapenzi yetu, bali tufanye mapenzi yake yeye aliyetuokoa. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo hata kuvaa kwetu, sawa, nguo ni zako, lakini wewe ni wa Yesu. Wewe ni mali ya mwenyewe. Na ndio maana huwa napenda watu waje kwa mafundisho, kwa sababu kuna vitu watu hawaelewi. Hebu mgeukie jirani yako, muulize, je, unajua wewe si wa mwenyewe? Unajua wewe si wako, wewe ni wa mwenyewe. Ni mali ya mtu. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Wale wazee ambao wametoa mahali wana ujasiri na bibi zao. Kristo alitununua, ana ujasiri mbele zetu sisi kwamba sisi ni wake, sisi ni wa Kristo. Ndio tunamuita Bwana wetu. Tunafaa kutii. Ni sawa. Unaona pale ambapo mtu huwa anasema hii kazi ni yangu, hii pesa ni zangu. Hapana. Kila kitu ni cha Kristo, na wewe pia ni wa Kristo, na Kristo ni wa Mungu. Sema amen. Kwa hivyo kila kitu ni cha Kristo. Kila kitu ni cha Kristo. Wewe ni wa Kristo. Na ukipata hiyo elimu, hautaishi kulingana na moyo wako vile unakupeleka. Utaishi ukiwa makini kutaka kujua ni nini kinachompendeza Bwana, na ukifanya hicho, na hiyo ndio utakuwa uko sawa na unaingia mbinguni. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie, muulize, hata si mwambie, muulize, wewe mwaka huu unataka kufanya mambo yako kulingana na moyo wako ama kulingana na Bwana wako? Unaona, there is a will of God na wili yako. Biblia inasema muhakikishe ni nini kinachompendeza Bwana. Sema amen. Muhakikishe nini kinampendeza, na huo ndio Kristo. Kwa mwaka huu mimi niko na mzigo wa kumfanya kila mmoja hapa aokoke. Hapa kanisani niko na mzigo, na utauona. Niko na mzigo ya kwamba kila mmoja, hata Kristo akija au anaweza kuenda. Huo ndio mzigo niko nao, nimebebeshwa na Kristo. Sema amen. Haleluya.
Kwa hivyo huu ni mwaka ambao kila mmoja ahakikishe ni nini cha kumpendeza Bwana.